Kama mama umekuwa mjamzito na unatokwa na damu ukeni, je, kunakuwa na changamoto ipi? Kama ulikuwa na swali kuhusiana na changamoto hiyo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini niende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna baadhi ya wafuatiliaji wangu wiki hii wameweza kuniuliza maswali haya. Huyu wa kwanza alikuwa anaitwa Privatus, anasema kwamba daktari, mimi na mimba ya wiki 6 ila natokwa damu, jamani nisaidieni. Kuna mwingine huyo anaitwa Nairant, yeye anasema mimi inatishia kutoka dokta. Inawezekana labda anatokwa damu ndio maana akasema inatishia kutoka. Lakini mwingine huyu anaitwa Zari, yeye anasema dokta, mimi nilitoka damu nikiwa nina ujauzito wa wiki 3. Nikaenda hospitali nikapimwa nikaambiwa ipo. Tena nikakaa baada ya wiki 2 nikaenda hospitali kupima nikaambiwa sina. Sasa ilitoka vipi wakati mwanzo niliambiwa ipo, wakati damu ishakata, baadaye niliporudi tena hospitali nikaambiwa haipo. Sasa ilitokaje? Anauliza mimba yake je, imetokaje? Kuna huyu mwingine yeye anaitwa Heva, anasema daktari, mimi na mimba ya mwezi 1 na wiki 2, maanake ni ya wiki 6 pia, lakini ilikutana na mpenzi wangu ndo damu ilianza kunitoka, lakini haitoki sana na tumbo haliumi wala sina tatizo, itakuwa ni nini? Sasa hapa ukiangalia wale wengi wanauliza maswali kuhusiana na mimba ambayo wamekuwa wakipata changamoto ya kutokwa damu ukeni, na mimba hizi zimekuta ina wiki kadhaa, wiki 6, wiki 7, mwezi 1, miezi 2, na hapa ndazungumzia mpaka miezi 3 ile ya mwanzoni, ikishakuwa imefikisha wiki 12. Kama umekuwa ukipata changamoto hii mara nyingi, jambo la kwanza ambalo linakuja kwa daktari au kwako mwenyewe kama umesikiza video zangu ni kwamba mimba yako inakuwa inatishia kuweza kuharibika. Sasa ile ni ishara ambayo madaktari wengi tunatumia hivyo, lakini kuna baadhi ya vipimo ambavyo ukifanya, hasa mimba ikiwa imefika wiki 7, wiki 8, tunaweza kusema kwamba mimba yako inatishia kuharibika, au kuna mambo mengine ambayo tunaweza tukasema. Kwa mfano, kuna mimba ambayo inaitwa mimba zabibu. Kuna video yangu moja nilizungumzia, unaweza ka click suggestion hapo juu ukasikiliza kuhusiana na mimba zabibu na dalili zake na inamaanisha nini. Lakini vile vile inawezekana mama kawa na mimba inatishia kuharibika, ambayo tunaita threatened abortion, kwamba mimba hiyo inaweza kuharibika au ikaendelea kama mtachukua hatua stahiki za kuweza kuitunza na kutumia baadhi ya dawa, homoni na vitu vingine. Lakini inawezekana unakuwa unatoka damu ni kwamba una mimba ambayo iko nje ya kizazi, ambayo kitaalamu tunaita ectopic pregnancy. Nimeweza kuzungumzia kwenye moja ya video yangu kuhusiana na mimba ambayo inatunga nje ya kizazi na kwaje. Unaweza ka click suggestion hapo juu utasikiliza mara baada ya kusikiliza video hii. Lakini vile inawezekana ukawa unatoka damu kuna changamoto ya lile kondo, na hii inaweza katokea hata miezi 3 ya katikati au hata miezi 3 ya mwishoni. Mama anaweza kawa anatoka damu kumbe lile kondo limeanza kujiachia, ambayo tunaita abruptio placenta, kama mimba iko zaidi ya kuanzia wiki 28 au miezi 7 kwenda juu. Lakini vile inawezekana kondo liko karibia na mlango wa kizazi, ambao kama iko chini ya wiki 28 au chini ya miezi 7 tunaita low lying placenta. Kama iko juu maana yake una placenta previa, maana yake kondo liko pale karibia. Sasa hiyo inaweza kapelekea mama kawa anatokwa damu. Lakini kama ulipata ajali, ukaumia, baadhi ya maambukizi ukeni, unaweza kuwa unatokwa damu. Lakini kama umeshiriki tendo la ndoa kama huyu alivyosema, inawezekana umeumia, labda kama ulikuwa na uvimbe ukachubuka ukatokwa damu ukeni. Hiyo inaweza katokea. Sasa kwa mama mjamzito, mara zote unapoona damu inatoka ukeni, iwe mimba ya miezi 3 ya mwanzo, miezi 3 ya katikati, miezi 3 ya mwishoni, hiyo ni dalili ya hatari. Kwa miezi 3 ya mwanzoni inawezekana ukawa na mimba labda zabibu, au mimba yako inatishia kuweza kuharibika, au mimba imetunga nje ya kizazi na mambo mengine mengi. Sasa ni vyema uweze kwenda hospitali ukafanyiwa vipimo. Ukifanyia vipimo utaambiwa kama mimba hii labda haina kiini, haitoendelea. Hiyo ni moja ya changamoto ambayo tunaweza tukaongezea kama mimba yako iko miezi 3 ya mwanzoni mwa ujauzito. Kwa hiyo kama una embryonic pregnancy au tunaita blighted ovum, wakati mwingine inaweza ikawa ni mimba ambayo tunasema kwamba haina kiini. Maana yake kiini cha ndani hakipo. Na mimba hiyo mwisho wa siku itaharibika tu. Inaanza kama inatishia kuharibika, baada ya muda fulani utakuta imeharibika. Ndio maana huyu mwenzetu aliuliza swali kwamba alikuwa na mimba, baada ya muda hiyo mimba ikaonekana kwamba imefanya nini? Haieleweki na haiko vizuri. Huyu aliyekuwa anaitwa Anet. Unaona? Kwa hiyo ukiona umeambiwa hivyo na mimba wakati mwingine unaweza kukuta imeharibika na haujatoka na uchafu mwingi, ikawa imeshaharibika kama alivyosema huyu Zari, basi inawezekana mimba yako imeharibika na ilikuwa ni mimba ambayo haina kiini. Huwa inatokea. Mimba ikiwa inatishia kuharibika, daktari atakwambia kama mimba yako tumeona kuna kiini, labda mapigo ya moyo yapo, iko vizuri, lakini damu zinaendelea kutoka, inatishia kuharibika,
Kuna dawa mbalimbali ambazo utaandikiwa. Kwa mfano huyu mmoja wetu ambaye yeye anaitwa Aneti amesema alipewa Duphaston. Unaweza kupewa dawa hiyo, lakini ziko dawa za aina nyingi ambazo unaweza kupewa kwa ajili ya kuinusuru mimba yako kama inaonyesha kuna uhai, kuna kiini na kila kitu. Kikubwa ambacho mimi napenda uzingatie, unapoona siku zote mimba yako unaona unatokwa damu ukeni, ni vyema kuweza kwenda hospitali. Utafanya vipimo ikiwemo mkojo wenyewe, utafanya ultrasound ili kuweza kuskani kuangalia kama kweli ni mimba yenye kiini, haina kiini, au ni mimba zabibu, au mimba iko nje ya mji wa kizazi. So unaweza kuwa unatoka damu kasema mimi na mimba yangu, kwa sababu kipimo kinasoma mimba inatishia kuharibika, ukaenda kununua hizi dawa bila kufanya vipimo, kumbe mimba yako iko nje ya kizazi. Inapoendelea kuwa kubwa itapasuka na mwisho wa siku itahatarisha afya yako. Unakuta mwisho ile mimba itaharibika, kama iko kwenye mirija itapasuka, na mwisho wa siku mwenyewe unakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kupoteza maisha yako, kwa sababu utatokwa damu nyingi tumboni pasipo kujua, unaweza kudondoka peke yako ukiwa nyumbani. Kwa hiyo ni vyema kuhakikisha kwamba unafanya hivyo vipimo. Kutokwa damu sio jambo la kawaida. Kama ulikuwa unashiriki tendo la ndoa ukaona unatokwa damu, basi ni vyema uende hospitali wakufanyie vipimo. Wakisema mimba iko vizuri, basi utasimama kuweza kufanya tendo la ndoa, utaandikiwa dawa za kuweza kutumia. Lakini ikitokea kama mimba yako inatishia kuharibika, iko ina wiki 13 kwenda juu, labda mlango umeshaanza kufunguka, maana yake wanaweza kafunga ule mlango wa kizazi. Au kwa mfano labda mimba yako nyuma na mimba 2-3 ziliharibika zikiwa zinakaribia ile miezi 3 ya katikati, utafungiwa kizazi labda kutokana na udhaifu wa mlango wa kizazi. Kwa hiyo watafunga pale kwenye mlango wa kizazi, watakupa maelekezo, watakupa baadhi ya dawa, utapata muda mwingi wa kupumzika, hautafanya tendo la ndoa, unaweza kukaa hospitali au nyumbani, na mwisho wa siku mimba ikifika wiki ya 37 au wiki ya 36 wanaweza kufungua kulingana na mazingira yako yalivyo. Wanaweza kufungua kile kizazi, mwisho wa siku ajifungua mtoto wako aidha kawaida au kwa upasuaji, na ukapata mtoto wako. Hapa nazungumzia kwa wale ambao wanakuwa na udhaifu wa mlango wa kizazi. Kwa hiyo si mara zote unapokuwa unatoka damu unakuwa na mimba labda haina kiini, unakuwa na mimba ambayo imetunga nje ya kizazi, labda unakuwa na mimba ambayo inatishia kuharibika. Kwa hiyo unaweza kujifunza kulingana na mimba yako. Sasa kama ulikuwa na swali kuhusiana na mimba kuweza kutoka, labda wewe umekuwa kila ukipata mimba inaharibika, kila ukipata mimba inaharibika, na hii huwa inatofautiana. Kuna wakati mwingine inaweza mimba imeharibika mara kwa mara, labda miezi 3 ya mwanzoni. Mimba inaweza inaharibika mara kwa mara, labda unajifungua mtoto yuko hai, labda kwa sababu hajakomaa, mapafu yake hajakomaa, anafariki, haswa miezi 3 ya katikati. Mimba ina wiki 26, wiki 24, wiki 20 umezaa mtoto, manake hiyo inaashiria kwamba labda kuna changamoto ya mlango wa kizazi. Mimba ikiwa inaharibika mwanzoni mwa ujauzito, kuna shida nyingine kama vinasaba, lakini vile vile kuna changamoto ya homoni, kwa mfano kama ile homoni ya progesterone ambayo tunaita luteal phase defect, kunakuwa na shida, basi utapewa dawa zake. Mimba inaweza kuwa inaharibika kwa sababu na changamoto kama antiphospholipid syndrome, kuna shida fulani ya damu yako, mwisho wa siku utapewa dawa stahiki za kuweza kutumia kuweza kuinusuru mimba hiyo. Kwa hiyo kuna maswali unaweza kuwa unajiuliza, mimba umepoteza mimba nyingi, labda mimba 5, 6, kuna wengine mpaka mimba 10. Lakini kinachotakiwa, hautakiwi kuweza kukata tamaa. Ni vema uweze kujua sababu ni nini. Inawezekana mimba zinaharibika una maambukizi ya vijidudu ambao kitaalamu kwa ujumuisho wale magonjwa yanaitwa TORCHES. Kuna magonjwa ya parasite mle ndani, magonjwa ya bakteria, magonjwa ya virusi na vijidudu wengine. Kwa hiyo ni vema uweze kujua sababu kubwa ni nini. Sasa basi, kama umekuwa na changamoto ya mimba zako kuweza kuharibika mara kwa mara au kuharibika mara nyingi, inaitwa recurrent fetal loss. Maana yake unapoteza mtoto zaidi ya mara 2. Mara ya kwanza ubeba mimba ikafika miezi 5 ukajifungua mtoto akafariki. Mara ya pili ukabeba mimba ikafika miezi 4 ukajifungua mtoto akafariki. Mara ya 3 labda ukabeba mimba ifika miezi 3 au wiki 12 au wiki 13 ikaharibika. Unajiuliza maswali, changamoto hiyo inaitwaje? Suluhisho lake ni lipi? Unaweza kuklik suggestion hiyo hapo kusikiza video kuhusiana na suluhisho la mimba kuharibika mara kwa mara. Kumbuka nilikuwa nazungumzia kuhusiana na kutokwa damu katika kipindi cha ujauzito, kipindi chote, miezi 3 ya mwanzo, ya katikati na mwishoni. Nikazungumzia kuhusiana na miezi 3 ya mwanzoni. Ukiona unatokwa damu, ni vyema ukimbie kwenda hospitali, kwa sababu ni dalili hatari na huwezi kujua sababu ni nini. Mimba inatishia kuharibika. Hatuwezi kusema mimba zote ambazo mama anatoka damu miezi 3 ya mwanzo kwa mimba inatishia kuharibika. Inawezekana mimba iko nje ya kizazi, inawezekana una mimba ambayo haina kiini inataka kutoka, lakini inawezekana una changamoto za mimba zabibu ambayo unatakiwa uweze kusafishwa na ufuatiliwe vizuri.
Ukiwa na swali zaidi niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.